Mimi nimekuwa intrigued tangu nilipokuwa mdogo. Nilikuwa ninakerwa sana na hili swala kwamba kwa nini sisi tumeokoka lakini ni maskini. Tunapoongea masuala kwamba kwa nini Waafrika tuko hoi ama kwa nini tuliookoka tuko hoi kimaisha, ninataka ni define nini maana ya kuwa na maisha mema na the opposite of that should be true, kwa maana ya kwamba ninaposema maisha tuko hoi ninamaanisha nini. Kwa hiyo ninaposema kwamba maisha mema, nitatumia neno maisha mema nikiwa na maana ya opposite ya maisha na kuwa maisha hoi ama maisha ambayo ni miserable life so to speak. Kwa hiyo ninaposema maisha mema hapa, Waingereza kitaalamu wanaita flourishing. Ninaposema kwamba mwanadamu tunaishi maisha mema, maisha ya mafanikio, ninamaanisha mafanikio katika nyanja zote za kimaisha, na hizo nyanja zinakuwa ni kiroho, namaanisha kiakili, kwa maana ya kwamba unakuwa na afya ya akili, mtu unakuwa na amani, unakuwa na furaha, huna matatizo ya akili kwa maana ya depression, huna anxieties, unakuwa huna matatizo ya kifikra kwa maana ya kwamba huna mood disorders. Lakini pia tunaongelea masuala ya afya ya mwili, kwa maana ya kwamba mwili wako unakuwa na afya, huna magonjwa, hasa magonjwa sugu ambayo yanahatarisha afya, kwa maana ya kwamba unakuwa na matatizo ya kiafya ya mwili ambayo yanakuwa ni endelevu kiasi kwamba yanakunyima amani, yanakunyima furaha. Lakini pia tunaongelea swala la kiuchumi. Naposema swala la kiuchumi hapa, simaanishi kuwa matajiri, kwa maana ya kwamba simaanishi wote tuwe matajiri kama Elon Musk ama kuwa kama Bill Gates ama kuwa kama Balesa. No, ninamaanisha kuwa na uwezo wa kukidhi mahitaji yako ya kila siku, kama ni kula, kunywa, kuvaa, at least yale maisha yako basic ya kila siku uwe na uwezo wa kuweza kuyakidhi pasipokuwa na shida. Okay? Kwa hiyo ninapozungumzia maisha mema ninazungumzia katika parameters hizo, ni katika mazingira hayo. Siko expansive na wala siko biased kwamba tunazungumzia eneo moja tu, kwamba tunaongelea masuala ya kiuchumi ama tunaongelea masuala ya kiroho tu peke yake. Kwa hiyo sasa ndio maana sasa swali langu ambalo limekuwepo tangu enzi zile na ambalo ndio tunalo sasa hivi, ambalo nitaliongelea tu hapa kwa kifupi, nitatoa mhadhara wangu mimi ninafikiri nini. Okay? Ni kwamba nilipokuwa nyumbani kwenye familia yetu, mimi mtu wa Singida by the way, kwa wale wasiojua, ni kwamba mimi kilichokuwa kinanikera ni umaskini. Kitu cha pili kilichokuwa kinanikera mimi ni magomvi ya kila siku nyumbani, hasa kati ya baba na mama. Baba na mama walikuwa wameokoka vizuri kabisa, tena walikuwa wazee wa kanisa, lakini mimi kilichokuwa kinanikera ni kwamba tunatoka kanisani, tunafundishwa kupendana, tunafundishwa kwamba Yesu ukiwa umeokoka unapaswa kuishi kwa amani na furaha, mheshimu mume wako, mheshimu baba mama, unaelewa alafu tunahubiriwa ya kwamba Mungu ni mwema, ukikaa kwa Bwana Yesu utatajirika. Unaona ukiangalia kina Abraham, Isaac na Jacob, wote hao walikuwa ni matajiri, kwa maana na Bwana Yesu pia anasema kwamba mimi nimekuja ili watu wawe na uzima tele. Na Bwana Yesu alipokuwa anasema uzima tele, hakuwa anamaanisha tu uzima wa kwenda mbinguni. Alikuwa anamaanisha kwamba hapa duniani, kama wewe ni mgonjwa, Bwana Yesu anasema njooni kwangu nitawaponya. Mkiwa na matatizo ya kiuchumi, Bwana Yesu aliganga matatizo ya kiuchumi. Watu walipokuwa na njaa, Bwana Yesu alifanya miujiza, watu walikula. Bwana Yesu alikuwa anajali mahitaji ya kimwili. Lakini nilikuwa nashangaa kwa nini sisi ambao tuna Mungu, kwa nini tuko nyuma katika kila eneo la kiroho, eneo la maisha mema. Tunaimba pambio, tunanena na kwa lugha, lakini issue ni kwamba kwa nini watu ambao ni matajiri wengi ni watu ambao hawajaokoka? Kwa hiyo sasa in a way in this. Kwa hiyo mimi tangu nimekuwa hapo, nilipokuja hata huku Ulaya, nikashangaa mno kwamba kwa nini Waafrika kwa ujumla wetu tuko maskini, na sisi Waafrika ni watu wa rohoni. Kila mahali ukienda, Marekani, ukienda Australia, ukienda anywhere, Waafrika kila parameter ya mafanikio tuko nyuma.
tuko nyuma ya Wahindi, tuko nyuma ya wazungu, tuko nyuma ya kila mtu, kila race. Sasa issue hapa, mimi nilipo, hilo lilinikera sana tu, nikaanza kumwambia Mungu, hivi Mungu, sisi tumekukosea nini wa Afrika? Kwani nataka kuunganisha umaskini na kiroho, umaskini na Ukristo. Kwa sababu hii, kwa sababu ninajua ya kwamba Ukristo ni nyenzo ya kumfanya mtu aweze kuishi maisha mema. Yaani mission peke yake ya Bwana Yesu kuja duniani ilikuwa ni kuwafanya watu wote waishi maisha mema hapa duniani na kisha waende mbinguni. Na hiyo kanuni hiyo ndiyo ambayo iliwafanya watu wote ambao, kwanza kanisa la kwanza ambalo Bwana Yesu alilianzisha siku ya Pentekoste. Siku ya Pentekoste, maandiko yanasema Bwana Yesu aliposhuka, Roho Mtakatifu aliposhuka, watu wakanena kwa lugha, ndio, lakini kuna kitu ambacho mara nyingi sana watu tunakisahau. Maandiko yanasema ya kwamba na hakukuwa na maskini miongoni mwao, not one. Na hiyo unajua, Warumi walikuja kujifunza by the time Bwana Yesu alipokuwepo. Kanisa la Wayahudi walikuwa chini ya Warumi kwa maana ya dola ilikuja kujifunza kanuni ya mafanikio kutoka kanisani, na ndio maana tangu wakati huo Ukristo ukawa dini ya Kiroma, na mpaka hivi tunavyoongea hakuna nchi tajiri hakuna watu tajiri kama Waroma, kwa maana kama Rome nchi hiyo ni nchi peke yake. Kwa nini? Kwa sababu ni matajiri. Utajiri wameutoa wapi? Wamejifunza kwenye Biblia, wamejifunza kutoka kwa Kristo. Of course ninaongelea Vatican, kwa sababu Vatican wote tunaofahamu ni kwamba Vatican ndio makao makuu ya kanisa la Roma. Okay? Na kama ni makao makuu ya kanisa la Roma, maana yake Vatican yenyewe ni nchi, na Pope ana hadhi ya mkuu wa nchi. Kwa hiyo na Vatican is the smallest country in the world, lakini is one of the richest in the world. Na hiyo ni dini, by the way. Nasema hiyo Roman Catholic, sio nchi, sio tofautisha na Italy. I'm not talking about Italy, ninaongelea kwa habari ya Vatican. Okay? Kwa hiyo sasa maana yangu ni hii, ni kwamba Ulaya yote ikiwa ni pamoja na Uingereza waliiba siri ya utajiri kutoka kwenye Biblia. Ni matajiri watu wa Ulaya simply kwa sababu ya Biblia. Nchi zote, misingi ya nchi imejengwa juu ya msingi wa nini? Imejengwa juu ya msingi wa Biblia. Kwa hiyo Biblia ambayo sisi wa Afrika tunaisoma kila siku kuliko hata wazungu, unaona, ina siri za utajiri. Lakini kwa nini sisi wenyewe sio matajiri? Kwa nini sisi sasa, wazungu wamefanyia kazi hiyo na wao wametajirika, lakini kwa nini sisi Ukristo wetu, version ya Ukristo wetu sisi haituletei matunda yale yale ya utajiri? Wakristo waliotoka Marekani, waliotoka Uingereza wakaenda Marekani, wakagundua, so to speak, inverted commas, wakagundua Marekani. Kule walienda wakasimika, wakaifanya ile nchi, wakaisimika juu ya misingi ya Biblia. Marekani ni one of the richest countries in the world right now, lakini ni kwa sababu ya Ukristo mainly. Lakini sasa kwa nini Ukristo huo wa Marekani, na ambao ndio walituletea sisi Injili Tanzania na Afrika, kwa nini wao wamefanikiwa sana kwa Ukristo wao, lakini kwa nini sisi Ukristo wetu hautuzalii matunda yale yale? Sasa hilo ndio swali. Mimi katika utafiti wangu, baada ya kuwa nimejifunza, kwa sababu nimekuwa mkereketwa sana na hili jambo, nikaja kugundua ya kwamba kimsingi, na vizuri niseme hivi, ya kwamba tunapozungumzia juu ya generalities, kwa maana ya kwamba section fulani ya watu, tunaposema kwa mfano Waafrika wote, kwa nini Waafrika? Sio wote. Tunaposema kwa nini Waafrika tuko hoi, hiyo haimaanishi ya kwamba kila Mwafrika yuko hoi. Kuna Waafrika wengi, idadi kubwa ya Waafrika wako hoi, lakini hata ndani ya Waafrika hao wengi ambao wako hoi, kuna watu wachache ambao wamefanikiwa. Kuna watu wachache ni matajiri.
Mimi nimetoka Singida kama nilivyo mention. Kwa nini mention Singida? Mention Singida kwa sababu Singida, sisi wale wanaojua wanaotoka Tanzania, mtajua ya kwamba Singida, Dodoma, hiyo mitaa hiyo ni mitaa ya watu ambao kimaisha wako nyuma sana, na hicho kilikuwa kinanikera sana. Sasa lakini huko Singida pia huko Singida, ukienda Moshi kaskazini kule, ukienda wapi, ukienda Bukoba kule, ukienda Mbeya, hiyo ni mikoa ambayo ni exception, pamoja na kwamba wao ni Watanzania na ni Waafrika, lakini wao maisha yao yako juu ukilinganisha na mikoa mingine. Na hata ukija huku Ulaya, ukienda Marekani, ukienda wapi, Waafrika wote kwa ujumla wetu tuko nyuma kimaisha, lakini bado utakuta kuna vipockets, kuna watu fulani fulani ambao wanakuwa exceptional. Kwa pamoja na kwamba wao ni Waafrika na wako kwenye mazingira yale yale, lakini bado wao maisha yao yanakuwa juu. Ama unaweza kuta familia moja ya ukoo mmoja ni maskini sana. Hata ukienda Unyirambani kwa mfano, sio kila Mnyiramba ni maskini. Kule ndani Unyirambani kuna watu wengine ni matajiri. Hata kama kuna watu wamepitia kwenye mazingira yale yale ambayo wengi ni maskini, lakini kuna watu ambao wanakuwa matajiri. On the other hand, unaweza kukuta kwamba kuna wengine, yani by and large, kwa mfano wazungu, by and large wao wazungu wanaweza kuwa ni matajiri. Kwa jumla wao ni matajiri, lakini unaweza kukuta kuna pockets za watu ambao na wenyewe wako hoi kimaisha. Sasa maana yangu nini hapo? Maana yangu ni kwamba hapa tunapoongelea masuala juu ya kanuni hii ambayo nitaisema hapa kwa haraka haraka, hiyo kanuni inahusu watu wote ambao wamefanikiwa. Ni kanuni ya mafanikio bila kujali jinsia yako. Sasa sisi ni maskini si kwa sababu ni Waafrika. Sisi ni maskini kwa sababu ni wanadamu, na kwamba tumekiuka kanuni ambayo ni general, inaweza kumwafekti mtu bila kujali jinsia, bila kujali yuko wapi, bila kujali ya kwamba yeye ameokoka ama hajaokoka. Ila kanuni hiyo sasa imefichwa na imeelezwa kwa wazi sana kwenye Biblia, kwa sababu Mungu ndio Mungu wa kanuni za mafanikio. Kwa hiyo Mungu ameziweka hizo kanuni kwenye Biblia. Na sasa sisi, kwa sababu wewe kama unasoma Biblia huelewi ama uioni, that is a different matter. Okay? Kwa hivyo tunapoongelea haya masuala nitaongelea kwa makini uone kwamba ni kwa nini Waafrika kwa ujumla wetu tumekuwa affected kwa sababu ya kanuni ya kiuchumi ambayo sisi kwa namna moja ama nyingine either hatuifahamu ama tunaifahamu lakini tunaipuuzia ama tunaikiuka. Sasa kwa haraka niseme hivi, ni kwamba kufanikiwa ama kutokufanikiwa kwa mtu kunategemea na kitu kimoja ambacho wataalamu wanakiita mindset. Okay? Naposema mindset hapa ninamaanisha utamaduni. Ninamaanisha mapokeo. Ninamaanisha attitude. Mindset ni yale mapokeo, ni zile values ambazo mtu amekuwa nazo na ambazo zinamfanya huyo mtu afanye maamuzi yote ya kimaisha, kwa maana ya kiroho, kwa maana ya kiuchumi, kwa maana ya kimahusiano. Yaani mafanikio yako yote katika nyanja zako zote yanategemea kitu hiki kimoja ambacho kinaitwa mindset. Piga picha, ni kama vile niwaambie watu pangeni, ni kama container. Tuseme pangeni foleni hapa. Jamani pangeni foleni hapa. Mimi nina maziwa. Nina maziwa, ninataka kuwamiminia kila mmoja maziwa hapa. Sasa njooni, mimi nina maziwa mengi sana, mengi. Kwa kadi ya kila mtu ambaye anaweza kufanya nini? Anaweza kucontain, anaweza kubeba. Kwa njoo na chombo chako. Hayo maziwa mimi sina container, njoo na container lako. Okay? Sasa wewe ukija na bakuli, utaondoka na maziwa size ya bakuli. Mwingine atakuja na ndoo. Akija na ndoo, huyu atakaye kuja na ndoo anaweza kuondoka na maziwa yaliyojaa kwenye ndoo. Mwingine anaweza kaja na tank la gari kabisa, lile tanki kubwa la lita kama 10,000 hivi, anakuja nalo hapo, anajaza tanki, anaondoka zake. Sasa utaondoka na maziwa mengi kiasi gani inategemea na container ulilo nalo.
Maana yangu mimi ni hii, ni kwamba mindset ya kila mtu ina determine ya kwamba huyo mtu ata hold mafanikio mengi kiasi gani. Put it differently, ni kwamba unaweza kuishi kwenye mazingira ya kitajiri lakini bado usiwe tajiri kwa sababu mindset yako ni ndogo mno kiasi kwamba haiwezi ikamiliki mafanikio makubwa. Ngoja nieleze tena kwa jinsi nyingine. Nguruwe ukimuosha vizuri sana, kamuosha vizuri na sabuni na kila kitu, kamvalisha na nguo safi, alafu kamweka kwenye kitanda chako kikubwa na mashuka yako meupe, sasa nguruwe yule bado ni nguruwe, mentality yake ni nguruwe. Akijisikia kwenda choo atakuja kwenye kitanda chako, pamoja na kwamba kitanda chako ni safi. Mtu kama amezoelea umaskini, utamaduni wake ni wa kimaskini, huyo mtu kama ameshakuwa hasa akishafikisha miaka kama kuanzia miaka 35 na kuendelea huko juu, ni vigumu sana huyo mtu kuweza kupata utajiri zaidi ya mazoea ambayo yamekuwa set kwenye mind. Unajua neno mindset ni kwamba mind yako imekuwa set in such a way kwamba imekuwa skewed kiasi kwamba haiwezi kupokea kitu kingine chochote zaidi ya kile ambacho mind imezoea. Kwa hiyo kama mtu umezoea umaskini na huo umaskini umekukaa sana na huo umaskini umeenda kwa vizazi hadi vizazi, maana yake ni kwamba wewe kubadilika decision making zako na kila kitu na character yako ambayo umeizoea ina kusabotage so much so ya kwamba huwezi kufanikiwa zaidi ya hizo tabia zako ulizo nazo. Nikiwa na maana ya kwamba hiyo mindset inatoka wapi? Hiyo mindset ni matokeo ya malezi. Kwa maana ya kwamba wewe kila mmoja wanadamu tunajifunza mindset zetu kutokana na malezi na makuzi. Hayo makuzi hayo hasa kuanzia miaka 0 mpaka miaka 12. Miaka 0 mpaka miaka 12 hapo, kama umekulia kwenye umaskini, kama umekulia kwenye hali ya ugomvi, kama umekulia kwenye hali ya kutokuelewana, kama umekulia kwenye mazingira ya mental health issues, kama umekuwa ukiona watu wana divorce, kama umekuwa kwenye mazingira unaona kwamba watu ni maskini, hakuna ambaye ameenda shule, kila mmoja umekulia kwenye mazingira ambayo really kule umaskini ni jambo la kawaida, na wewe hiyo mind yako inakuwa hivyo na wewe unarithi hivyo. Kama vile ambavyo mimi hapa ukinisikiza, nyinyi mnaotoka Tanzania hapa, ukinisikiza kwa makini utajua tu huyu ni Mnyiramba. Kwa nini? Kwa sababu ya accent yangu. Hata kama mimi ni daktari, na PhD, nimekaa huku, unaona, nimekaa huku miaka 30 sasa, lakini accent yangu mimi ya Kinyiramba siwezi kuifuta. Kwa nini? Kwa sababu imeninata imekuwa set kwenye mind yangu. Kwa sababu gani? Nilipokuwa na miaka 0 na miaka 12 mimi nilikulia Usingidani, Unyirambani. Lakini watoto wangu mimi akina Adili wao walikuja hapa wakiwa wadogo, na mmoja huyo wa mwisho kazaliwa hapa. Accent zao ni tofauti kabisa na ya kwangu mimi. Kiswahili hawakijui, wanakisikia tu kwa mbali, lakini accent yao ni tofauti na ya kwangu mimi kwa sababu ni Wanyiramba. Hao ni Wanyiramba by default, mama yao ni Mchaga, lakini ni Wanyiramba kama mimi. Lakini kwa nini wana utamaduni tofauti? The way they think, jinsi wanavyofikiria na kufanya mambo ni tofauti na mimi, kwa sababu ya malezi, kwamba katika kipindi hicho wamezoea nini. Ninachotaka kusema hapa ni nini, wapendwa? Ni kwamba mahali unapokulia, malezi, jinsi ulivyolelewa, yule aliyekulea. Na kulea hapa ninaomba niseme ni define. Kulea ni tofauti na kuprovide. Unaweza kuzaa ukaprovide kwa maana ya kutoa matunzo. Kutoa matunzo ni tofauti na kulea.
Kutoa matunzo, wewe unaweza katoa hela ya chakula, unaweza katoa hela ya nini, unaweza katoa hela ya shule, lakini usiwe mlezi. Sasa nitaongelea swala la ulezi kwa haraka haraka kabla sijaachia flow hapa, lakini nachotaka kusema mimi ni hiki, ni kwamba kwa nini Waafrika kila tunakokwenda tunakuwa maskini? Ni kwa sababu ya attitude yetu. Watu wengi, na attitude zetu hizo ni zile ambazo tumezizoea, tumezikopi, tumezijifunza kutoka kwa wale waliotulea. Nikiwa na maana ya kwamba Mwafrika ukimpeleka popote, ya kwa sababu mindset ya umaskini iko ndani ya moyo wake, iko ndani ya mwili wake, iko ndani ya akili yake, kwamba hata kama kuna fursa za maendeleo hawezi kuziona, na akiziona hana courage ya kuzikumbatia na kuzifanyia kazi. Nikupe mfano. Watanzania ni matajiri sana. Yaani nchi ya Tanzania ni tajiri sana kuliko kawaida, lakini Watanzania wenyewe ni maskini. Wazungu wakija, utajiri wote unaoona huku walikuja wakachukua vitu wakaleta huku. Wahindi wanakuja Tanzania wakiwa hawana hata senti 5, lakini wakikaa mwaka mmoja, miaka miwili, tayari wameshatajirika. Kinanikera mimi, angalia matajiri wakubwa Tanzania sio watu wenye ngozi nyeupe, ngozi nyeusi, ni Wahindi. Kwa nini Wahindi? Sasa Idi Amin alifanya makosa. Kuna wakati alifikiri kwamba hawa watu Wahindi hawa ni kwa sababu ya ni wanyanyasaji, ni wezi, unaona. Kwa nini wana viwanda? Kwa nini viwanda vyote vinamilikiwa na Wahindi? Kwa nini Waafrika wazawa hawana hizi fursa? Sasa wakafikiri ya kwamba tukiwafukuza Wahindi alafu tukachukua hizi, tukataifisha hizi mali zao na maduka yao na utajiri wao na mashamba yao, tukawapa wazawa, basi wazawa na wenyewe watafanya nini? Watajiendeleza. Now what they didn't do, Idi Amin alikuwa na nia njema, lakini hakuwa anaelewa psychology. Kilichofanya ni kwamba aliwafukuza Wahindi wote, na wengi wa Wahindi walikuja Uingereza. Wahindi wale walipofika hapa Uingereza walikaa muda mfupi sana, kwa sababu wana mentality ya kufanya biashara, wana mentality za utajiri. Wahindi tangu mtoto anapokuwa mdogo wanafundishwa kufanya biashara, wanafundishwa utajiri, wanafundishwa kuziona fursa za utajiri. Hata makanisani kwao wakienda, wakitoka msikitini, wanafundishana namna ya kufanya nini, namna ya kufanikiwa. Kwenye misikiti, kwenye zile Kurani zao wanatafuta maandiko ambayo yanawasaidia kuweza kujua namna ya kuweza kufanya biashara. Wamezoea hivyo, wamekulia hivyo. Unyirambani mimi sijawahi kumuona mtu anaendesha biashara. Maduka yote ya maana yaliyoko Singida ni ya Wachaga. Kwa nini? Wachaga wako everywhere. Kila mahali ukiona duka ni Mchaga. Kwa nini Wachaga? Kwa sababu mimi nilioa Mchaga. Ninafahamu kwamba Wachaga wao wanalea watoto kuanzia wanapokuwa tumboni, anafundishwa namna kuhesabu hela na kufanya biashara. Attitude yao na mentality yao na behavior zao zina match utajiri. Kwa hiyo watu walioko Singida, watu walioko wapi, ni kwa sababu ya utamaduni, wamekuwa hivyo. Sasa Wahindi wale wamekuja hapa Uingereza, wamekaa siku 2 hivi ninavyoongea. Yani nenda kila kona, nyinyi mko hapa Uingereza, nenda kila kona hapo utakuta corner shop ni ya Muhindi. Na wengi wao ukiwaona hapo, wengi wao walitoka wapi? Walitoka Uganda. Rishi Sunak, huyu ambaye ni waziri mkuu wa kwanza mweusi Muhindi, mama yake ni Mtanzania, baba yake ni Mganda. Hao ndio waliokuja huko wamefanikiwa. Sasa kwa nini na vile viwanda walivyoviacha
walivyoviacha Uganda vimekufa, havikuchukua dakika. Kwa nini? Mentality. Mimi nilipojifunza mambo nilipokuwa Dar es Salaam, nilianzisha shule. Nilipoanzisha shule ya sekondari, na watu hawakuamini, by the way. Mimi nilikuwa kati ya watu wa kwanza kuanzisha shule za private Dar es Salaam. By the time naondoka, hiyo shule ilikuwa form 3 na vocational training. Nikawaachia watu, nilipokuja Ulaya na mke wangu na watoto wangu, nikawaachia watu waendeshe hiyo shule, ikafa. Haikuchukua hata mwezi. Nikaja hapo Uingereza, nimekaa 1.5 nikafungua shule. Wengi wenu hapa mnaelewa. Nikafungua shule, na nilifungua hiyo shule sikuwa na mpango wa kuiendesha sana mimi, kwa sababu Mungu alikuwa ameniitia jambo fulani. Hiyo shule imekaa hapo, ilikuwa nzuri sana tu, nikatafuta mtu wa kuiendesha contributions. Mimi nitamwachia Rafiki. Rafiki upo? Nipo. Okay, sasa nikuombe wewe uwe unanitajia watu. Tutakuwa na dakika hizo kama nusu saa, dakika kama 40 hivi. Nitaacha floor tutoe mchango. Kama una swali, kuna jambo unataka kuchangia, you are most welcome. Karibuni jamani. Karibu, naomba Edna, naomba uongee. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina dada yangu. Amina. Na mimi kwetu Singida. Hivi. Karibu. Najua kulivyokuwa na umaskini. Kwetu wazee wangu kwa Manyoni. Okay. Babu yangu alikuwa tajiri sana zamani, alikuwa analima. Nakumbuka nikiwa mdogo zamani, babu tayari ana gari, ana matrekta. Lakini hivyo vitu I don't see anymore, havipo tena. Na kama kila mtu kulikuwa na kama umoja zamani. And then now is like kama mtu yuko kivyake. Unajua tena mambo ya kutafuta. Na huwa na visit sana nyumbani, na nikienda nachukia sana ule umaskini naoona kwenye community. Sasa nikija hapo kwenye umeongea kwamba sisi wa Afrika tunakuwa maskini hata tukija huku. Lakini pia ukaonyesha kabisa kama specific watu gani wanakuaga maskini. Mfano ukasema kama Wachaga wao wanafanikiwa kwa sababu wanafundishwa uchumi. Lakini mimi naweza nikaenda tofauti hapo. Mfano kama kule Singida, wewe ukifika kule Singida, unaona kabisa hali ya hewa kulivyo kukavu. Yaani ukienda Moshi na Singida, hata hali ya hewa ya Moshi unaona kabisa Moshi hali ya hewa nzuri, kuna rutuba. Okay. Kwa hiyo samahani kukatisha. Mimi nasahau vibaya. Okay. Na mimi nimesoma Moshi, nimesoma Kibosho Girls. Moshi kule Kibosho sio mbali kidogo na shule nilikuwa nasoma. Kuna kanisa pale lina miaka 100 na kitu. Kwa hiyo mimi ninaona niende tofauti kwamba unavyosema kwamba factors ni malezi tu. Mimi naona factors kuna sababu nyingi zinazopelekea kwamba mikoa mingine au makabila mengine yanaonekana maskini kuliko makabila mengine. Makabila mengine yani unaona sasa kuna advantage, hata kama mfano Arusha unaona utalii, kuna vitu. Sasa hata Singida kule mtu anaenda kutalii nini? Okay. Serikali wenyewe haifanyi zile bidii zaidi, sijui imezidiwa au nini, hata kusaidia vijana. Ndio unakuta mfano vijana wa Singida wengi wako mijini wanauza kwenye mabaa, kwenye nini, kwa sababu there's nothing to do there. Okay. Maisha yamekuwa magumu. Kwa hiyo
kwamba ni malezi, lakini pia kuna factors nyingine, mfano kama mazingira, hata dini, hata nini. Na mfano nidokeze pia kule nyumbani, sehemu ambazo kuna dini fulani, sitaki kumention, unaona kabisa hii sehemu hii haina maendeleo ukikompea na sehemu nyingine zenye dini fulani, unaona kuna wasomi na kuna maendeleo vizuri. Kwa hiyo mimi ninaona niwe tofauti kwenye hilo. Sawa kabisa. Kwenye swala la malezi sasa, kwa nini watoto wetu wawe hivyo na wakati sisi tunampenda Mungu, tunaishi vizuri? Kwa nini watoto wetu wawe hivyo? Kwa hiyo pointi ya pili nilikuwa naomba pia utusaidie, kwa nini na tufanyeje? Labda sasa, wapenda wengine wote ambao tutakuwa tunachangia baadaye, naomba tuweke maswali yetu ama michango yetu iwe mifupi, ili kwamba wengine wote tupate nafasi ya kuchangia. Sasa maybe labda niseme tu kwa dada yetu da Edna, asante kwa mchango wako. Mimi labda nijaribu kufafanua tu hapo kidogo, ni kwamba wewe nafikiri umeomba kujitofautisha, ama unafikiri ya kwamba zaidi ya malezi unafikiri kuna factors zingine ambazo zinachangia, na factor ambayo umeisema hapa ni mazingira, kwa maana ya kwamba labda hali ya hewa. Umetoa mfano specifically kwamba kwa mfano wapi Moshi kule, kwa sababu ya mvua nyingi na mazingira ni mazuri na ndio maana kuna utalii. Kwa hiyo unafikiria kwamba hiyo ni advantage ukilinganisha na Singida. Singida kuna ukame, mvua haziko nyingi kiasi hicho. Labda mimi ningesema tu kwamba ni kweli kwamba mazingira yanatofautiana, lakini swali ni hili dada Edna, ni kwamba hata Singida kule Wachaga wako Singida, au Wachaga wametoka huko Uchagani wako Singida na wamefanikiwa Singida, wameona fursa Singida. Nikwambie sasa hivi mimi nimekwambia nimeenda Singida. Singida kuna utajiri mwingi sana wa dhahabu na madini mengine. Yaani ardhi ya Singida karibu yote chini wamejua ya kwamba kuna dhahabu, na watu wamenunua maviwanja Singida, lakini wote walionunua viwanja hivyo sio watu wa Singida. Wanaonunua hivyo viwanja ni watu wa kutoka sehemu mbalimbali, wengi wao ni Wachaga, na hao Wachaga ni wale ambao wamekuja hapo na kamtaji kadogo tu, ambako Mnyiramba yeyote anaweza kupata huo mtaji. Wamefungua duka hapo, wamefanya biashara kwa fursa zilizoko pale pale Singida. Baada ya kuona hizo fursa wakazichangamkia, wamefungua viduka, wametengeneza hela, wakanunua maviwanja, wamenunua alafu hiyo viwanja vingine wameviuza kwa bei mbaya, vingine waviweka. Ninachotaka kusema mimi ni kila mahali, bila kujali kwamba ni mazingira gani, fursa zipo. Mtu mwenye jicho la kuona fursa na kuzichangamkia fursa ataziona tu, na mtu ambaye hana upeo wa kuona fursa, hata mahali ambapo fursa mtu atakipewa hizo fursa, akapewa hivi akamwambia haya, chukua na mtaji, chukua na hii biashara iko tayari mshakuanzishia, biashara itakufa, kama ambavyo wewe mwenyewe umesema hapo dada yangu. Kwa hivyo ndio mazingira ni factor, lakini ukweli ni kwamba mazingira kila mahali katika kila mazingira kuna fursa. Na umeuliza swali la lingine hapa la kulea watoto. Umesema kwamba watoto, kwa nini wewe unawalea hivyo alafu watoto wanakuwa tofauti? Sijui niseme hivi, watoto, sijui kama nimekuelewa swali lako vizuri, lakini kama nitakuwa nimekosea ninaomba unisahihishe. Ni kwamba wewe unafikiri, kwa mfano wewe umelea watoto wako kwamba wewe ni Mkristo na watoto wanaenda kanisani na unawapeleka kanisani, umewalea Kikristo, lakini bado wanaishia kufanya mambo ambayo maybe unashangaa kwamba wewe hukuwa umewafundisha. And that's a very good question, by the way. Unajua, mtoto unavomlea ndivyo anavyokuwa, lakini kama mtoto akikua akawa na tabia ama na maisha tofauti na yale uliokuwa nayo wewe, maana yake ni kwamba wewe hukumlea, amelelewa na mtu mwingine. Maana yangu ni hii, ni kwamba
mtoto kama vile ambavyo wewe ni Mnyiramba, mimi ni Mnyiramba, watoto wangu kama hawaongei Kinyiramba na hawajui Kinyiramba, kosa ni la kwangu, kwa maana kwamba sikuwafundisha mimi Kinyiramba. Attitude walionayo kama si hawajaitoa kwangu, maana yake wameitoa kwa mtu mwingine ambaye amemlea. Hasa nilikuwa nimetoa definition huko mwanzo, nikasema kulea ni tofauti na kutunza. Unapomtunza maana yake unatoa hela zako, unaona mtoto anakaa nyumbani kwako, anakula vya kwako, unamsomesha. Lakini kulea ni muda ambao unautumia kumsocialize mtoto. Unaweza, kwa mfano, hili ndio tatizo kubwa la wazazi wengi ambao wameokoka, wasomi, walokole, ambao hasa watumishi wa Mungu, ni kwamba wao wanafikiri kwamba mtoto akiwa nyumbani kwangu na huyo mtoto mimi nikakaa nikamwacha na yaya, ama nikampeleka shule ya boarding, and then mimi nimemaliza kazi. Huko ndio kulea. Wanafikiri kwamba kwa sababu una provide, wanafikiri kwamba you are raising them. Ukweli ni kwamba kama una provide, unampeleka mtoto, analelewa, muda mwingi yuko na yaya, muda mwingi yuko kwenye Xbox, muda mwingi yuko kwenye internet, muda mwingi kama yuko boarding, yuko huko anakaa na watu, walimu ama marafiki zake. Sasa mzazi ni mara chache sana kukaa na mtoto kuongea socially. Na sisi watumishi, hasa watoto wa watumishi, wana issues. Kwa sababu gani? Kwa sababu watumishi tunatumia muda mwingi sana kwenye huduma kanisani. Hatuna muda na watoto wa kuongea socially. Kwa hiyo kuna gap kubwa kati ya wazazi na watoto. Kwa hiyo watoto wanalelewa na watu wengine. Kwa mfano, mimi hapa ndio mtu wa kwanza kunyosha mkono. Naweza nikasema kwa mfano, mimi nimekaa kwenye huduma, watoto wangu mimi nilikuwa nafikiri wanaenda shule, kumbe wala haendi hata shule. Kwa sababu niko very busy na masomo na huduma. Baadaye nakuja kushtuka watoto wangu mambo fulani ambayo sitaki kuyataja hapa, mimi yaliniumiza. Nakwambia no, ni kwa sababu umeweka huduma mbele. Watoto wako wewe wamelelewa na watu wengine. Kwa hivi we don't spend social time na watoto wetu. That's the problem. Haya, floor nyingine jamani, mtu mwingine contribution. Dada nani naona amenyosha mkono. Karibu dada. Karibu dada. Amina. Thank you so much. Asante sana mtumishi wa Bwana. Powerful exhortation. Ulivyoelezea kuhusiana na sababu moja kubwa sana inayopelekea Waafrika kuwa maskini ni hiyo mindset, which is very good. Na ni moja ya, I think, one of the biggest factor. Lakini kama of course dada Edna alivyosema, of course kuna factor nyingine pia. Na mimi ningetaka kuchangia factor nyingine ambayo pia inasababisha especially sisi wa Afrika kuwa masikini au kuendelea kuwa masikini, ambapo nimeiona kwa sababu labda niseme tu a quick background of myself. Hata mimi pia nimekuwa na mzigo sana wa kwa nini wa Afrika sisi ni masikini, na huu mzigo niliupata miaka mingi sana, na nikawa namuuliza Mungu why kwa nini we are poor, kama tunavyoje tunasoma so many resources and everything, lakini why are we still poor? I really wanted to understand what is the issue. Na nashukuru Mungu alinipatia kibali nikasoma sana masuala ya uchumi na finance na economic development. So nikasoma of course masters karibu 3, na nimesoma PhD of the same concept ya financial and economic development kwa ajili ya Africa, na kuna moja nilifanya pia Tanzania. Na on top of that pia nimefanya a lot of research kuhusiana na maendeleo, kufanya research kuhusiana na mambo ya financial freedom, na just kuangalia how to empower sisi wa Afrika au sisi ethnic minority, especially kutoka kwa Ulaya. So I kind of a bit I've dwelt a lot on this subject and it's very deep in my heart. Kitu ambacho nimekiona kikubwa sana kwa Afrika ambacho nadhani kinaturudisha nyuma sana ni swala la image building.
Yani watu wengi sana wanakuwa, yani tuko we're putting so much energy, time and money to enhance our image, kuonyesha muonekano ule wa nje kwamba tuko okay, we are fine. Kwa ina maana we are instead of spending time kwa kujipita. Just representing your school in a debate competition at Iriano Panja. Wapenda sama number 2. Okay, thank you. Amina. Yeah, so instead of kutumia hela na muda na your energy kujikita kama ni kujifunza, self development, kusoma marketable skill, ku add value, tuko more prone ku spend our energy and money kwenye kuonyesha muonekano wa nje. Kwa maana on the surface kila mtu anaonekana yuko fine. Na kwa sababu watu ni kama vile raise a fictitious standard ya maisha, kwa maana everybody is striving to kukaa kwenye hiyo standard ambayo haipo. Yaani kama mtu anaendesha gari mpya, ana designer clothes. So everybody sasa now that standard ambayo ni fictitious ambayo imekuwa raised artificially, watu wote wanataka ku strive, wanafikiria hiyo ndo success. So everybody is spending their money to be like them because that is the standard of success. Unaona, so I think really Africa really need to rethink na ku change the narrative of what is success. Mafanikio ni nini? Mafanikio sio kuwa na a rented house ambayo imejaa vitu ambavyo ni vipya. Mafanikio sio kuvaa designer clothes. You know, so I really think we really need to reframe the notion of success ni kitu gani, ili tuweze go back to the basics, tuweze build wealth that is sustainable, ambayo inakuwa built on value creation. You know, if you want to get wealth, you have to bring value to the market. You know, na lazima tujikwite. So for me, I think that is the biggest problem in Africa. Tukikompare hata na wazungu, unajua wazungu they are not, you know, mzungu anaweza kawa na hela lakini you might not know. Lakini Mwafrika yeah, it's a problem. Yeah, kwa hiyo inaturudisha nyuma sana. Your image building over value creation. Na another one quickly of course ndio kwa maana hiyo inapelekea tunakuwa tuna celebrate sana material wealth. We celebrate material wealth regardless of imepatikana vipi. Mtu kwa sababu ana hela, oh wow, you know, we are very quick to celebrate the wrong thing. Kwa tuna send a wrong signal hata kwa watoto wetu, kwa vijana wetu, you know, kwamba, you know, the end, you know, justifies the means. You know what I'm saying? So that is a problem. Now, of course, nimeeleza hii narrative ya confusion about success. But success is about what we see, the visible possession, na sio the value we create in the society, the impact we provide. What value do we have, you know, about to add in the marketplace? Yeah. Yes. So mimi labda niishie hapo, labda kama kutoka na baadaye naweza nikaongeza, lakini I think that is the biggest problem. Amina. Amazing. Mimi najaribu ku-underline tu hiyo. That's a very good point. Nikiwa na maana ya kwamba kama nimekuelewa vizuri ni kwamba Waafrika wengi tuna fake. Tuna fake mafanikio. Kwa maana ya kwamba tunataka kupresent image ya kwamba tayari umeshafanikiwa, whatever that success is. Pamoja na kwamba success sio tu material possessions, unaona, lakini hata ijapo pamoja na kwamba ndio hiyo material possession, kuendesha magari, kukamilika kiuchumi ni aspects nzuri moja wapo ya mafanikio, lakini not the only thing. Watu wengi wanafikiri kwamba mafanikio tu labda ni utajiri peke yake, ni kuwa na magari, ni kuwa na majumba. Is no. You are very right. Lakini nimependa hii kitu ya kusema ya kwamba Waafrika, na sio Afrika tu generally, ni kwamba nafikiri watu wote ambao hawana discipline, moja ya kanuni ya mafanikio yoyote ikiwa ni pamoja na kiuchumi ni kuwa na discipline, kwamba how do you get where you want to be. Na moja ya vitu ambavyo unapaswa kuwa navyo ni kuhakikisha kwamba uko na discipline. Sio mtu wa kutaka mafanikio ya haraka, unaona, kwa kukopa ama kujifanya na kujitutumua as if you are there, kumbe unakopa, kumbe una madeni. Ni sawa kwa mfano, nimetoa mfano wa Wachaga. Mimi nimekaa sana na Wachaga. Nimesoma Arusha, nimekaa huko, nimejifunza sana kwao. Na nimeoa Mchaga, nilikuwa nimeoa Mchaga huko. Maana yangu ni hii, Mchaga anaweza kuwa na burungutu la hela hapa. Ana malengo yake, anajua fika ya kwamba nataka hii hela ni ya kununua mzigo, sio hela ya kulia chips. Kwa hiyo Mchaga atakuwa anatembelea Malapa,
anakula, yani wakati mwingine hata hali amefunga hali kabisa, lakini hapo ana 3 milioni 4 discipline. Lakini mchukue Mnyiramba, wewe mpe milioni, mpe kalaki tu, anakwambia atachukua 10,000 anaenda kununua mama ntilie. That is the mentality we are talking about. Ni kwamba mtu unakuwa fictitious, una fake, una discipline, unataka mafanikio ya haraka. Kumbe mafanikio ya kweli ni kama ulivyosema Dr. Nande hapo, ni kwamba you have to add value. Na katika ku add value unapaswa kuwa na nini? Unapaswa kuwa na discipline, kuwa na malengo. Mafanikio hayaji kwa haraka. Mafanikio yanahitaji mafanikio, achievement ni succession. Kwa hiyo tunarudi pale pale kwamba hii attitude hii ya mtu kufake na kujifanya kwamba yeye amefika na kumbe hajafika ni attitude problem, ambayo ndio inampelekea mtu aweze kuwa na behaviors ambazo sio halisia. Asante sana Dr. Onana. Okay. Naomba sioni mikono mingine, lakini naomba nisome kitu hapa. Kuna mkono hapo. Kuna Engineer Rogers hapo. Engineer Rogers, karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Mimi ningependa tu kuchangia kwa ufupi tu kwenye hili swala. Ningependa kusema kwamba chanzo chochote kile cha tatizo lazima tujue kinaanzia wapi. Kwa mfano kama swala la shida, uangalie hiyo shida imeanzia wapi. Either imeanzia labda kwenye ukoo, au labda mzazi wewe mwenyewe umeplay part gani kama alivyosema mchungaji. Lakini wakati najaribu kutafakari haya mambo, kuna neno ambalo nililetewa hapa, Yakobo 4 mstari wa 7 mpaka wa 10, ambalo linasema, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia, mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Huzunikeni na kuomboleza na kulia, kucheka kwenu na kugeuzwe kuwa kuomboleza, na furaha yenu kuwa hamu. Nafikiri tukirudi kwenye hili neno hapa, kitu kikubwa tunasema kwamba tumkaribie Mungu na pia tumkatae shetani naye atawakimbia. Shetani, hali ya umasikini inatokana na nini? Inatokana na shetani. Kwa hiyo inatokana na nini? Inatokana kwanza tulikubali hiyo hali ya umasikini. Kama wazazi wako au kizazi chako kilikuwa matajiri alafu baadaye kikawa maskini, basi lazima ujue kuna shida. Ama walikuwa masikini alafu baadaye wakawa matajiri, lazima ujue kwa nini ilikuwa hivyo. Either inaweza ikawa ni neema ya Mungu au namna nyingine tu, ni baraka tu zimetokea. Lakini kikubwa hapa mimi nafikiri ni kumkataa shetani na kuikataa hiyo hali ya umaskini. Kwanza tuikatae hali ya umaskini, na hizi changamoto pia za watoto, nafikiri na lenyewe pia inabidi tumkaribie Mungu kwa zaidi. Tukimkaribia Mungu, nafikiri hata tukiwakabidhi watoto wetu pia Mungu atatuonyesha ambalo yaliokopo sirini, kwamba kuna jambo lolote ambalo shetani anajaribu kujipenyeza, Mungu atakudhihirishia tu. Kama watoto watakuwa kuna namna yoyote ile wanajaribu kutafuta shetani anajaribu kutafuta namna ya kuingilia kwa watoto. Kama alivyosema mchungaji, tunaweza ukawa uko busy na vitu vingine, watoto wako busy kwenye Xbox, ndo maisha ambayo tunaishi sasa hivi. Kwa hiyo lakini ukimkabidhi Mungu atakufunulia tu kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo kikubwa nafikiri tuzidi kuwa karibu na Mungu, tumlilie Mungu kwa kila hali. Tukatae na hizo hali za umaskini. Tukatae hali za watoto wetu kuingiliwa na mambo ya kipepo. Tukatae watoto wetu kukataa mambo ya masomo, kufanya vitu tofauti. Nafikiri ni kikubwa tuzidi kumkaribia Mungu. Kwa sababu mimi mfano hali halisi niseme tu, miezi kama 2-3 iliyopita nilikuwa na changamoto kubwa. Niliinvesti pesa nyingi sana kwa mtoto wangu kwenye kucheza kwake football, na alifanya trials ya timu nzuri tu akafanikiwa kupata. Amepata hiyo timu, all of a sudden mtoto hataki kwenda kucheza kwenye hiyo timu. All of a sudden timu ya division 2
Mtoto anasema baba, mimi sitaki tena, nataka kurudi kwenye hiyo timu ya zamani. Timu ya zamani which was Division 7. Sasa unajiuliza hapa ni nini? Lakini mimi nilikaa chini nikamlilia Mungu. Na nikamgabidhi Mungu mtoto wangu. Nikasema hapana. Haiwezekani kwamba hii sio sauti ya Mungu. Hii sio nguvu ya Mungu. Hii sio energy ambayo inatoka kwa Mungu. Kwa hiyo tujitahidi tu kumkaribia Mungu na tukatae hali zozote zile za kishetani ambazo zinajipenyeza katika maisha yetu na kwa watoto wetu. Nafikiri hilo ndo kubwa ambalo mimi nimeliona. Asanteni sana. Amen. Brilliant. Asante sana engineer. Mimi nafikiri ni vizuri, na katika kukazia au katika kufafanua hapo ni kwamba tunapaswa kumwomba Mungu, kwa maana ya kwamba kama nimekuelewa ni kwamba kuna element ya influence ya nguvu za giza, ambayo hiyo nafikiri ni rahisi sana kuweza kuikabili tunaikabili kwa maombi. Tunaomba na hiyo kitu inafanya nini? Inaisha. Lakini kuna element nyingine hapa ya kukaa vizuri na Mungu, na mimi nimeipenda hiyo. Lakini kukaa na Mungu, na umesema tumkatae shetani, tukatae umaskini. I love that. Nikiwa na maana ya kwamba tukubali ya kwamba umaskini sio sehemu ya kuwa Mkristo, kwa maana ya kwamba kuwa Mkristo haimaanishi kukubali umaskini. Na tukubali vile vile ya kwamba Kristo na Mungu anayo majibu ya nini? Majibu ya mafanikio. Na majibu ya Mungu, na hapa ndio naomba nisisitize, majibu ya Mungu siku zote, ama niseme mafanikio yote ambayo Mungu anataka tuyaishi ama tuya experience yana kanuni. Hiyo kanuni hiyo haiwezi kukiukwa. Kanuni hiyo, hata kama mtu umeokoka kiasi gani na unaomba kiasi gani, hiyo kanuni inabidi Mungu kama anakupenda anakufunulia hiyo kanuni na we practice. Ndio maana wapendwa, Mungu aliwaondoa wana wa Israeli kutoka jangwani kwenda, lengo lake lilikuwa ni kuwapeleka nchi ya ahadi, nchi inayomiminika maziwa na asali. Lakini Mungu aliwatoa Misri kwa miujiza, kwa maombi. Lakini hawakuingia nchi ya ahadi kwa maombi. Waliingia nchi ya ahadi kwa kanuni. Walipokuwa tena, hiki ndio kitu ambacho nalenga kwenye swala la attitude. Unajua, walipotoka Misri wanaelekea kutoka Misri kwenda nchi ya ahadi, kwenda Kanani, ilikuwa ni kama wiki moja tu hivi. Na walipofika pale, Mungu alimwambia Musa, chagua watu 12 kutoka kila mtu mmoja kutoka kila kabila, ili waende kuvinjari, muione hiyo nchi kwamba ipo na ni nzuri. Walienda wakaivinjari, wakakuta kweli nchi iko nzuri, inamiminika maziwa na asali, lakini wakaona mijitu, wakasema we can't. Sasa hilo ndio swala nilikuwa nasema, swala la attitude. Kwa nini watu 10 kati ya 12 walisema we cannot? Why? Waliangalia mijitu. Nchi ilikuwepo, utajiri ulikuwepo, na Mungu alishasema tayari nchi ni ya kwenu na nitawapeni. Lakini wakasema we can't. Why? They were so insecure. They did not believe that they can succeed. Sasa kwa nini hiyo mentality walitoa wapi? Kwa sababu utamaduni wa miaka 400, umaskini wa miaka 400 ndio uliokuwa umewajaa kwenye hekima yao. Sasa hii ndio kitu cha ajabu, naomba tuelewe. Kwa sababu huwezi kuingia kwenye nchi ya ahadi kwa kuwa na mentality ya Misri. Ndio maana Mungu akasema hivi, kwa sababu mmesema machoni pangu, masikioni mwangu, ya kwamba hamwezi, hamtaenda. Akasema ila watoto wenu wa miaka 20 na kurudi chini ndio watakao kwenda. Kwa nini miaka 20 na kurudi chini? Kumbuka nimekuambia mwanzoni ya kwamba attitude inajengeka miaka 20 kurudi nyuma. Baada ya miaka 20 kubadilisha attitude inakuwa vigumu. Sasa Mungu alifanya nini kabla hawajaingia nchi ya ahadi? Walizunguka jangwani miaka 40. Wazee wote waliokuwa na miaka 20 na kwenda juu, wakati ule Mungu alipokuwa anasema ingieni, wakasema hatuwezi, walikufa jangwani. Lakini Mungu alitumia muda huo kumpa Musa
Ufunuo akampa kanuni katika mfumo wa Torati. Kwenye Torati hiyo kuna kanuni za kulima, kanuni za kufanya biashara, kanuni za governance, kanuni za kuendesha familia, yani kanuni za namna ya kuishi maisha mema hapa duniani. Na Mungu akamwambia Musa, akamwambia wafundishe watoto wenu hii kanuni, waishike. Na Joshua aliyekuwa na miaka 40 wakati huo walipokuwa wanaenda kuivinjari hiyo nchi, na yeye kazi yake ilikuwa ni kusoma hiyo kanuni, aielewe, ili wakaifanyie kazi nchi ya ahadi. Maana yake nchi ya ahadi pale walipokuwa jangwani waliishi kwa muujiza, kula mana. Lakini kwenye nchi ya ahadi walipaswa kuishi kwa kulima, kufanya biashara, sio muujiza tena. Sasa hiyo miaka 40 hiyo yote hiyo, watoto wale walipoingia nchi ya ahadi walikuwa na miaka 60. Mdogo wao walikuwa na miaka 60, kwa sababu miaka 20 jumlisha na miaka 40 ni miaka 60. Kwa hiyo maana yake ni kwamba watoto wale walitumia miaka 40 kujifunza kanuni ya mafanikio. Na Mungu alimwambia Joshua baada ya Musa kufa, alimwambia hivi, Joshua, mtumishi wangu Musa amekufa. Sasa nataka wewe uchukue jukumu. Akamwambia hivi, kitabu hiki cha Torati kisitoke kinywani mwako, kitafakari usiku na mchana, ili ujue namna ya kufanya kazi. Umo ndani sasa kuna namna ya kufanya ibada, umo ndani kuna sadaka, umo ndani kuna namna ya kulima, umo ndani kuna namna ya kufanya biashara, kuna sheria za kama mtu ameua, kama umefanya, yani kama mtu umezulumiana, yani kanuni zote za maisha ziko umo. Na ndio maana katiba zote za watu walioendelea huku Ulaya na Marekani zimejengwa juu ya Biblia. Mifumo ya sheria na mifumo ya demokrasi yote imeainishwa kwenye Torati. Na ndio maana mtu akiisoma Torati kwa macho yale ya kuona, lazima atakuwa tajiri, lazima atafanikiwa. Lakini sisi macho yetu ya kidini yamefungwa, tunaona tu yale, tunasoma maandiko yale yanayohusu kwenda mbinguni, lakini hatuoni kanuni. Kwa hiyo ndio maana utakuta sisi sio watu wa kanuni. Walokole wa Kristo wa siku hizi sio watu wa kanuni, ni watu wa maombi sana na mifungo na mikesha, kwa sababu tunafikiri kila kitu ni kukemea, kila kitu ni kuomba. Ni swala la kikanuni. Na ndio maana sasa hapa tunapaswa kujifunza kanuni za msingi za mafanikio. Ni kanuni ipi inatawala let's say mental health? Enzi zile mtu ana matatizo ya mental health, tunafikiri tu kwamba ni mtu amepagawa na mapepo, ni kukemea. Na kumbe sasa hivi nikikwambia kwa nini watoto wetu pamoja na kwamba wameokoka, tumewalea sisi, wana mental health issues. Tatizo ni malezi na wala sio shetani. Kwa hiyo sasa utakuta mtu mwingine, kwa mfano, kwa nini sisi ni maskini? Inabidi tuombe sana kuambia sadaka na mafungu ya 10. No. Sadaka na mafungu ya 10 yana sehemu yake. Sadaka na mafungu ya 10 ni muhimu, lakini sio kanuni ya mafanikio ya kiuchumi. Kama alivyosema Dr. Anande hapo, ni kwamba kanuni inayotawala mafanikio ya kiuchumi ni ku-add value kwa maisha ya watu. Simple. Sasa Roho Mtakatifu ukiomba anakufunulia kanuni, anakufunulia fursa, anakuonyesha namna ya kufanya. Then sasa inakuwa ni kazi yako wewe kutendea kazi kanuni. Ukikiuka hiyo kanuni, kwamba umeokoka ama hujaokoka, hiyo inakula kwako. Sisi tunapaswa kuwa watu wa kanuni, tuwe very conscious ya kwamba mafanikio yote yamejengwa juu ya kanuni, na aliyetunga kanuni ni Mungu. Na Mungu yule anajua hizo kanuni ziko wapi na zikoje. Tukiomba, tukisoma Biblia, hizo kanuni zinafunuliwa kwetu. Then Mungu yule tukimwomba anatupa nguvu za kutekeleza hizo kanuni. Sasa tukizitekeleza hizo kanuni, lazima tufanikiwe. Amen. Mkono wa dada Nande huko juu hapo tena.
Samahani, nilikuwa naomba ni add hicho unachosema mtumishi, is very very important na ni gap kubwa sana kwa Wakristo. Sana sana sana. Yaani nimeiona yeah, hiyo kwamba Wakristo wengi wanafikiria we can overcome everything only through prayers. Yes. Kila kitu ni prayer point. Umasikini tunaomba. Biashara haiendi vizuri ni kuomba. Kwa sababu watu wanasahau kwamba Mungu ameumba dunia na ameumba ulimwengu wote. Na kuna paradigms mbili, kuna physical na kuna spiritual realm. Na those two different realms na operate on different principles, kama alivyosema mtumishi wa Bwana kwamba kanuni za spiritual kuna kanuni zake, kanuni za physical na financial na kukua katika uchumi kuna principles zake. Sasa wewe huwezi kutaka kupata mafanikio ya kiuchumi alafu unatumia principles za spiritual. Najua mtumishi wa Bwana umezungumzia swala sana la kwamba kuna kanuni kwenye Biblia, which I agree, lakini for me I normally not, because sometimes people can read people read things differently, which I still understand there is principles of wealth creation in the Bible, lakini mimi napenda kuangalia kama watu wa dunia ambao wanafuata principles za kupata hela, hizo principles zipo, it's easy to just go and see what are they doing that makes it work. Of course, legally. Na ndio maana naona kwamba Wakristo wengi sisi, yani mtu tunampenda Mungu, tumejazwa Roho Mtakatifu na tunakwenda mbinguni sawa, lakini watu wengi ukiangalia muda wote what they are reading only is just the Bible na wanataka success. Mtu hajiendelezi kwenye, there's no self development, they are not increasing their understanding on what they need to do better. They don't learn, they don't relearn. Relearn skills ambazo zitawasaidia waweze kuwa better in their value creation kama alivyosema. So na on top of that ambao ni tatizo kubwa sana kwenye sisi wa Kristo pia ni cycle zetu. Yani cycle zetu za networking ni zile za wapendwa. Kwa maana we are not getting anything new, hatujifunzi chochote kipya. Yani tuko very limited kwenye spirituality to think that it will solve everything. Naangalia mimi nilivyomaliza kusoma shule, I've done a lot kama nilivyosema, lakini nilivyomaliza kusoma PhD, yani nilikuwa more anxious and more, I don't want to say depressed, lakini nilikuwa ni like, okay, nimemaliza, so what? Because yes, I have the academic knowledge, but what do I have to give to the marketplace? Honestly, I was more confused and more nervous than when I was studying. Yani nilikuwa nasoma, nilikuwa very very excited, I want to see, I'm going to finish. Nimemaliza. So from when I finished 2023, yani I've studied more than when I was studied before. I've paid so much cost, I call it investment, into learning. Mpaka nasema Bwana Yesu, even watu ambao hawasomi, what do you do? There is so much to know. Yani nimespend hela mpaka sangia nasema Bwana Yesu, courses naomba course paundi 300, anaona sisi tunalipa course, nimenunua karibu course karibu $18,000, nyingine $15,000. I am investing a lot in courses. But you have to build so much skills and knowledge that are needed in the marketplace. Lakini Wakristo wengi, ukishamaliza formal education, umemaliza, unamtafuta Bwana, kwa nini sipati mafanikio, kwa nini sipati utajiri? Wakati this world is built on expertise, is built in expertise. Kama unavyosema, it's not about wewe ni mweusi ni mweupe, it doesn't matter. You have value, you are taken, unachukuliwa. People are looking for people who can solve problems, watu ambao wana solutions. Lakini sisi wa Kristo kwa kweli hatuna hata solution ya duniani ya kuwasaidia watu hapa duniani. Unajua kwa kweli hawa watu they are standing out, hawa watu wanamjua Mungu and they are really doing wonders. Ukiangalia hii scripture ya 2 Peter 1:3-4, naipenda sana hii scripture. Inasema his divine power has given us all things pertaining to life and godliness. Lakini Wakristo wengi we are only using the divine power of God to help us only in godliness. It's not helping us in life. Wakati nguvu ya Mungu kama alivyosema mtumishi wa Mungu, unaweza tukaitumia nguvu ya Mungu kutupatia ile divine wisdom ya kujua nifanye nini, ya kujua purpose yangu Mungu leo nika hapa duniani kitu gani, ya kutupatia strength, ya kutusaidia tufanye tusome nini. We have that
sixth sense, if you can say it, ya kutufanyia tuweze kuwa na extra edge zaidi ya watu wa duniani, lakini we're not using that. We're only using the power of the Holy Spirit tuweze tu kumjua Mungu zaidi na kuukulia utaua, which is fine, but let's not expect kwamba tutakaa tuombe na kufunga tupate mafanikio ya uchumi. Those are two different principles. Amina. Amen. Jamani, muda wetu umekwisha na mimi sitaki kuchukua muda mrefu hapa necessary. Nataka tuwe na discipline ya kwamba session yetu itakuwa ni 90 minutes na 90 minutes they are almost up, na ninataka tufunge hapo. Just on the same note, wapendwa, ni kwamba maombi ni muhimu, yana sehemu yake. Kufunga na kutoa sadaka ni muhimu, na vyote hivyo vina sehemu yake. Lakini hivyo vitu vyote hivyo vinapaswa kuwa nyenzo. They are not the end by themselves. They are just means to the end. Usije ukaomba ukabweteka. Usije ukafunga ukatoa sadaka ukabweteka. Kwa hiyo Mungu akuletee mafanikio. Kwamba umeomba juu ya kazi, then Mungu akupe kazi. Na hiyo kazi as if you don't prepare yourself. Cha msingi hapa ni kwamba ukishaomba, ijapo maombi na yenyewe ni kind of preparation. Unapoomba, unamuomba Mungu akufunulie, akupe kwanza elimu, na pili akufunulie, akupe siri za kitu gani cha kufanya. Mungu anaweza kukufungua macho, akakufungulia, akakuonyesha fursa. Then maombi yanasaidia kwenye overcome challenges. Shetani wakati mwingine anaweza karusha mabomu yake, watu wanaweza kurusha mabomu, then you can pray, Mungu anakupa namna ya kuweza kuhimili, kuendure hizo challenges ili uweze kufanikiwa. Lakini hayo yote hayaondoi umuhimu wa kanuni na preparation. Ninamaanisha hivi, kama Dr. Nanda alivyosema hapa, mimi I am baffled. Mungu aliponiambia Noel, wewe uko passionate, nilifunga na kuomba, Mungu akaniambia Noel, siri ya mafanikio ni hii. You need to prepare. You have to have the right mentality. Kila mafanikio unayoyataka yana right mentality yake, yana kanuni yake. Mafanikio ya kiroho, mafanikio ya kindoa, mafanikio ya kiakili yana kanuni zake. Hayo yote unapaswa kuyajua. A, kwamba ni yepi. B, yafanyie kazi. Katika kuyafanyia kazi unahitaji vitu viwili. Unahitaji nguvu za kuanza, unahitaji courage ya kuanza. Na pili, unahitaji endurance ya kuendelea kufanya hivyo vitu ambavyo endurance ni sawa na discipline. Kwa mfano, nikisema mimi kwa mfano swala la afya. Swala la afya ni swala la namna unavyokula. Kuna vyakula ambavyo upaswi kula. Kuna vyakula ambavyo unapaswa kula kwa kiwango kidogo tu. Mimi kuna wakati nilikuwa na matatizo makubwa sana ya miguu. Sana. Na baba yangu, mdogo wangu anayenifuata mimi alifariki kwa matatizo hayo. Kaka yangu ambaye yuko juu yangu yani baada yake ninakuja mimi, alifariki kwa matatizo hayo. Baba yangu eventually alikuja kufa kwa matatizo hayo ya kiafya. Kaka yangu ambaye sasa hivi yuko mahali na yeye ana matatizo hayo, mimi nililia baada ya mdogo wangu kufa na kaka yangu. Sasa kaka yangu alipokufa, nikajipeleka kwa GP. Nikamuuliza tatizo nini? Akaniuliza maswali mawili matatu. Akaniambia, na wewe usipoangalia utaanguka, utakufa kama ndugu zako. Kwa sababu genetically ninyi wa Afrika na hasa kwenye ukoo wenu kuna watu fulani ambao genetically hawapaswi kula vyakula vya aina fulani, hasa nyama nyekundu. Mimi ninapenda sana nyama. Baba yangu alikuwa mwindaji. Kwa hiyo tulikuwa tunakula sana nyama, na ndio maana baba yangu alifariki kwa ugonjwa huo, kwa sababu genetically kuna ndugu zangu wengine ambao genetically wao hawaguswi na hiyo condition. Lakini baba yangu na hao ndugu zangu waliofariki wote hao na kaka yangu huyo mwingine wote tuna hiyo genetic default. Ndivyo Mungu alivyotuumba. Ni kama vile ambavyo unajua simba hawezi kula majani. Simba hawezi kula wali, anakula nyama. Ndivyo alivyoumbwa. Ni kama magari mengine, magari yote yanahitaji fuel. Lakini kuna magari ya diesel, kuna magari ya petroli, na kuna magari ya electronic. Kuna siku nikajifanya mjanja, nilikuwa naendesha gari ya diesel. Nimeokoka,
nanena kwa lugha na nilikuwa naenda mahali nyeti, nikaweka petroli kwenye gari yangu ya diesel. Sikuenda hata mita 50, gari kadoda barabarani. Kwa nini? Hiyo ilikuwa ni gari ya diesel. Sasa hata kama nikiimba nikinena kwa lugha kwamba Mungu nisaidie, huyu aliyetengeneza hiyo gari, kwamba hiyo gari nakula diesel. Sasa mimi kuna vyakula kutokana na jinsi nilivyo sipaswi kula. Nikaenda kwa daktari, baada ya kuomba nikaenda kwa daktari. Daktari kanambia usile nyama nyekundu wewe. Mpaka leo hii mimi nyama nyekundu, mke wangu yuko hapa atakwambia, I don't eat. Mimi najaza mafriji hapo, mke wangu ndio anayekula. Mimi sili. Afya yangu imepona, kuna vyakula ambavyo ninavila, I am fine. Nilikuwa mnene, nilikuwa na uzito wa kupitiliza. I was dying. Literally dying. Nimepoteza ndugu zangu 3 kwenye familia, wote tumeokoka. Kwa nini? Na niliwaambia ndugu zangu wengine kabla hawajafariki, nikamwambia jamani, sisi tunatakiwa tusile nyama hizi, tusile hivi, yani tufanye mazoezi, tule vyakula hivi. Wakanambia katika jina la Yesu Kristo mimi nitaendelea kula. Hasa mdogo wangu, aliniuma sana yule mdogo wangu. Kwa kweli aliniuma. She died. Sasa ameokoka. Umeomba Mungu, amekupa, amekufunulia hekima, amekwambia kanuni ni hii hapa. Ni kama vile Mungu ameweka Torati, anasema wasomee hawa wasikie. Na kwenye Torati mle kulikuwa na baraka na laana. Sasa baraka ni matokeo unayoyapata baada ya kutii kanuni. Laana ni matokeo hasi unayoyapata baada ya kukiuka kanuni ambayo Mungu amekupa. It's as simple as that. Na actually kukiuka kanuni ambayo Mungu ameiweka, literally by definition ni dhambi. Na dhambi, sidhani kama kuna mwenye dhambi ambaye ataenda mbinguni. Sasa mimi mambo ya kwenda mbinguni sasa hivi hapa tuiongelee. Inamaanisha tu ya kwamba kama ukiomba, Mungu akakufunulia akakwambia kwamba wewe nimekuitia kufanya biashara, wewe nimekuitia kufanya ABCD ili upate mafanikio. Sasa wewe mafanikio yako yanaenda sambamba na utii wa kanuni ambayo Mungu ameifunua kwako. Kwa hiyo maombi peke yake sio the end by itself. Maombi ni the means to the end. Sasa sisi tunakazania kufunga na kuomba na kutoa sadaka. Unapotoa sadaka maana yake nini? Maandiko yanasema ukitoa sadaka Mungu anakufungulia madirisha ya mbinguni. Akifungulia madirisha ya mbinguni, kwenye madirisha hayo Mungu hashushi magari, Mungu hashushi nyumba, hashushi hela kwenye hayo madirisha. Maana mbinguni hakuna hela. Mbinguni hakuna magari. Magari yote yako hapa chini. Kwa hiyo unapotoa sadaka, Mungu anafungua milango. Mungu anasema nitabariki kazi ya mikono yako. Sasa kama huna kazi ya mikono, Mungu atakubariki na nini? Sasa sisi tunaenda kanisani, tunaomba, tunafunga, kazi ziko hapo. Sasa mtu ukipewa kazi, nilisema mwanzoni, mtu umepewa kazi. Mimi ni lecturer. Ninafundisha psychology, ninafundisha business, na wakati mwingine nafundisha masuala ya health. Sasa mimi kupimwa kwangu, matokeo yangu mimi ya ualimu na mshahara wangu kama nitaongezewa ama nitafukuzwa kazi, yanaendana na kitu ambacho wengi mlioajiriwa mnakifahamu, kinaitwa KPI, Key Performance Indicators. Unapokuwa umeajiriwa unaambiwa kwamba bwana, wewe ili upande mshahara ama uweze kumaintain kazi yako, kuna hizi performance indicators. Hawasemi kama umeokoka au umenena kwa lugha. No, at the end of the day wote tunapimwa kwa KPI. Sasa mimi nitafunga na kuomba, Mungu atanipa neema. Nikienda kufundisha wanafunzi wangu wote wanafaulu. Zile KPI nazisambaratisha. Kwa miaka 3 mfululizo, they cannot sack me. Wasema bwana, hatujawahi kuona mwalimu mzuri kama huyu. Si kwa sababu hawasemi na wala hawajui. Dini wangu juzi aliniita akaniambia, hivi wewe Noel, kwa nini wanafunzi wanakupenda sana? Kwa nini unafanikiwa? Yani everywhere you go watu wanaimba sifa zako. Nikanyamaza, akasema sijui, waulize wanafunzi. Wakasema we really don't know. Mimi ninajua siri. Ninaombea Mungu, ninaomba unipe hekima na busara ya namna ya kufanya napokwenda kazini,
kuna tatizo hili na hili, ili wanafunzi wangu waweze kufanikiwa, ili wanafunzi waweze kuattend, ili wanafunzi, yani tofauti yangu na watu wengine ambao hawajaokoka ni kwamba mimi ninapata nyenzo za attitude za kiroho kutoka kwa Mungu. Lakini at the end of the day mimi napaswa kuwa mtii, nifanye kama Mungu alivyoniambia, ninakwenda training. Dr. Nande hapa amesema ana spend a lot of money. Mimi nina spend a lot of money kwa ajili ya kutrain, kujiandaa. Kama kuna kitu kimoja ambacho nimejifunza kwa watu wote ambao wamefanikiwa, they prepare themselves. Wanajiandaa, sio tu kuomba, wana prepare. Kama kuna somo unaenda kufundisha darasani, wewe ni mwalimu, prepare, spend time to prepare. Unajifunza hiyo content material, uelewe namna ya kupresent. Kama ni biashara, jifunze, educate yourself. Sio kwa nini watu tuliookoka wa Tanzania, wa Afrika, we don't want to learn, we don't want to study. Na wakati Mungu anamwambia Joshua, hiki kitabu hiki kisitoke kinywani mwako, mchana na usiku, meditate on it. Walokole tunaogopa vitabu, tunaogopa kusoma, we don't want to prepare. Tunataka kila kitu kiende kwa maombi. Sasa hiyo ni attitude ambayo inabidi tuibadilishe. Hilo ndio lengo sasa, hili ndio lengo la vipindi kama hivi.